Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji wa kipindi cha kizuri. Siku leo tuko siku ya masomo ambayo tunasema umoja kwa njia ya upendo. Basi kabla kwanza tupate ombi. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema. Umekuwa nasi wiki nzima, hata siku ya leo umeturuhusu tuwepo kwa ajili ya maswali haya, na tunakusihi Mungu wetu, unapotusaidia kujibu maswali haya, yule anayefuatilia apate kuelewa, na anapoelewa masomo haya yamsaidie katika safari yetu ya kwenda wetu. Anza nasi, malize nasi, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Paulo katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 2 akiwa gerezani anawaandikia waumini ambao aliwaleta kwa Kristo Yesu, wapendwa wake. Katika Wafilipi 2 mstari wa 2 anasema ijalizeni furaha yangu. Twende, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Swali: nia ya Kristo, upendo wake wa unyenyekevu, umewahi kukutana nao? Mungu akikufikia pale ulipo, akiosha miguu yako, akikuhudumia, unasema hata mimi una uzoefu wa namna hii? Sijui kama ni kusamehe dhambi, sijui kama ni kukusaidia ulikuwa umebanwa, hivyo vyote na uzoefu wa namna hiyo katika nyakati ngumu za maisha. Wakati leo kabisa hapa Mungu kweli pamoja nami, kwa na nisikia na ndugu yangu anaruhusu nipitie jambo hili, mpaka nikawaza nilikuwa na sehemu nyingine kama lakini napata comfort namna ambavyo mawazo ulipata matulizo ya mapenzi, namna ambavyo Isa mawazo yake yalivyo juu kuliko hata mawazo yetu. Yaani mwisho wa siku naangalia nia yako. Ulijibiwa au ni? Ulijibiwa. Na kabla hujajibiwa pale, wakati unasubiria, ulimuona au kumwona? Nilimuona. Alikuwa kitishio. Alikuwa ananipatia amani. Kumbe Mungu naye anaweza kusubiri. Anaweza kusubiri pamoja naye. Kwani una uzoefu wa aina fulani kama hiyo? Kama alivyosema, kuna wakati tunapitia changamoto, tunapitia mambo, lakini Bwana anasimama nasi. Kama wiki ile pale alivyotuambia kwamba furahi sababu yeye yuko Mungu pamoja nasi. Haleluya. Sasa nakumbuka Wafilipi 2 mstari wa 7, Yesu kwa akili yake, nia yake, akuona kule kuwa sawa na Mungu kwa ni kitu cha kushikamana nacho, akachagua kuchukua mfano wa wanadamu. 2 mstari wa 7. Tukilinganisha na Warumi sura 8 mstari wa 3, anasema 8 mstari wa 3 anasemaje pale? Anasema kwa maana yale yasiyowezekana kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio dhambi, mwanawe ni kwa sababu ule mfano wa mwanadamu huku ni mfano wa mwili ulio wa dhambi. Sio tu mwanadamu ambaye hajatenda dhambi, Adamu aliyeanguka. Tena sio hapo vijukuu wake. Maana sasa miaka karibu imepita sasa inamaanisha nini Yesu kushuka kiasi hicho? Inamaanisha kutoka uungu mpaka wanadamu wa aina hii. Inamaanisha alikuja kutuonyesha nia, mwelekeo
mfano katika Filipi 2:7 anasema alijifanya hana utukufu, akataa namna ya mtumwa, akawa mfano wa wanadamu. Anatuonyesha namna gani ya kuwa mwanadamu wa kweli. Hivi ndivyo mwanadamu anatakiwa awe kwa ajili ya kujitoa maisha yake, unyenyekevu, ubadiliki, yaani ili mwanadamu wa kweli ambao mkiwa aone namna gani ya Mungu ambavyo alivyoweza kujiachilia mpaka akaona utukufu wangu sitaupoteza, lakini alikuwa tayari pia kuweka rehani kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hiyo nashukuru sana, amekuja kutuonyesha mfano jinsi tunavyoweza kuwa pia ndani yake. Hivi alipofanyika mwanadamu, mwili wa dhambi, chukua mwili wa dhambi, alikuwa bado Mungu, alikuwa bado Mungu. Kwa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha uhusiano au karibu, kwamba ni kwa kuwa alituumba kwa mfano wake, alikuja kutuonyesha kwamba yeye ndio chanzo chetu, kwamba yeye ndio sisi, na anavyoenda yeye ndivyo anavyotaka sisi tuende. Kwa hiyo amekuja kutuonyesha live, wanasema. Na asante sana, imekaa vizuri. Ninaiona zaidi ya hapo, sio tu kwamba Yesu anapoponya wagonjwa anatuonyesha na sisi tunavyotakiwa kuwa namna hiyo. Anatuonyesha Mungu alivyo. Hivi ndivyo Mungu anavyopenda wanadamu, hivi ndivyo anavyohurumia, hivi ndivyo anavyowabeba. Alafu ndio na sisi tunauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa na neema na kweli. Lakini pia anatuhusisha au anatujumuisha katika uungu huo, anapojumuika na sisi katika ubinadamu, mwili wetu wa dhambi, anatujumuisha uungu wake. Sio tu kwamba kama after me copy me, no, anatushirikisha. Anasema nao waliopokea aliwapa uwezo. Mambo mengi sana. La mwisho, huko kanisani mlikotoka, na changamoto ya mafarakano kama ya Filipi katika ile somo, mnakumbuka siku gani? Jumapili tulizungumza mafarakano kule Filipi. Kuna changamoto yote ni aina gani ya kufikia umoja ndani ya Kristo Yesu ambao tunaona ametuonyesha Yesu kwa kuachana kwa kutong'ang'ania uungu na kutafuta kushiriki pamoja nasi kwa kujinyenyekesha namna hiyo. Huo umoja wa kunyenyekeana, huo umoja wa kupendana, kwa kuhudumiana, kwa kunyenyekeana, limewezekana au halijawezekana? Kama halijawezekana, changamoto ni ipi na tunatokaje? Kwa kweli kuna changamoto kanisani, katika kanisa ya kutaka kupata sifa au cheo, kujiona ni bora zaidi ya mwenzako, kutaka kujiinua, kutaka kufanya maamuzi watu kusikilize wewe. Na ukiendelea kutazama ni kwamba suluhisho linaweza kupatikana, lakini suluhisho hilo linapatikana kama ambavyo tumesoma katika kitabu cha Filipi, tukigeuzwa nafsi, tukiwa na roho moja, tukinia pamoja. Hilo ndio suluhisho pekee. Sasa mioyo inatakiwa ifanyiwe operation, upasuaji. Nani anzi? Wote tuanze. Nani ashughuli? Wote tushughuli. Shaona mjadala ndani ya ndoa. Yeye akinitii mimi ndio nitampenda. Yeye akinitambua mimi ni pastor wake, mimi nani wake, mimi nitamhudumia. Okay, vitu kama hivyo. Nani aanze sasa? Nani aanze? Tunatokaje hapa? Namna ya kutoka ni kujua kwamba kuna mwavuli ambao umetufunika wote, ambaye ni Kristo.
ukiangalia kwamba nia hii hapa sio kwa ajili yangu mimi. Alishaanza Kristo. Alishaanza Kristo. Na ameanza sio kwamba nibaki nayo mimi niwatendee wengine. Sasa kama kuna mafarakano, na mafarakano tumeona kwamba kujikweza tu kwamba mimi ndio sasa wewe shuka. Tushuke. Tunawafanyaje sasa watu ambao wao ndio wanafurahia shukeni, ninyi sisi tunapanda juu ya vichwa vyao? Tunafanya utakaposhuka utaonyesha mfano, mwingine naye atafuata. Atakapobaki peke yake kwamba yeye ndio amebaki pale, itabidi tu ashuka. Kama kila mtu ameshuka, hawezi kubaki peke yake. Hivi kiuzoefu ndivyo ilivyo? Hapana. Ataona mtindo wengi wape. Kama kwa mfano hapa tuko watu watatu, tunapigia kura jambo fulani. Wawili wakisema, hawa walioshindwa, kwa sababu wao ni watu wa ushindani, walioshindwa kubali kushindwa, wanasema bwana, mimi anataka kitu chake, au tunawafanyaje? Tumsubiri Yesu aje mara ya pili ndio atashughulika nao, tuwaache tu hivyo hivyo, au kuna chochote cha kufanya? Sawa, mimi nimefanya, mimi nimemwiga yetu na mwiga Kristo, niko tayari. Sasa huu mwili wa Kristo tunaufanyaje? Hataki wahurumiwe, waendelee kutukanya, wahurumiwe sababu kuna rehema na huruma. Wahurumiwe ndio kufanyaje? Kutukanyaga sio shida, maana hata Bwana Yesu alikanyagwa mpaka mauti ya msalaba. Ila tunazungumzia afya na umoja. Uwepo wao ni mgawanyiko na mtafaruku wao usipomchagua. Sasa hawa nao tunafanyaje? Maana mifarakano mingi inatokana na wachache waumini. Akili yao ya dunia sio akili ya Kristo. Sio, ni wengi wachache, lakini ndio wana mdomo sana. Au tuiachie hapo tu, tufanye tuwaombe tu. Wewe sikusikia. Tulimalize, maana kuna mtu anahitaji kuondoka na kitu hapo. Mimi naangalia alichofanya Yesu kati ya akiongea na wale Farisayo ambao walikuwa wakiinua, alikuwa pia anawaambia katika maonyesho zao, anawaambia kabisa, msipojishusha, msipokubali kama watoto wadogo, hamtaurithi ufalme wa mbinguni. Alikuwa anawaambia, na lakini alikuwa anawaambia, anaonyesha mfano wake hata wanafunzi. Unaona mimi nilivyo ninavyojinyenyekeza, na nyinyi mnastahili kuwa vivyo hivyo. Hawataki sasa. Hawataki. Sasa hapo kwa sababu hauwezi kumlazimisha mtu aweze kuwa kama, lakini kusoma katika Filipi tunajifunza. Wewe usizunguke. Hatuna namna yote ya kufanya kuokoa umoja ndani ya Kristo Yesu. Tunayo namna. Ila hawataki. Ni ni ile kundi ambayo haivi. Unaitoa au unaiacha Mungu? Au ni wakutoa kwa sababu utaimeza Mungu ndani. Unaitoa kwa sababu inaharibu umoja wa Kristo. Sikiliza bwana. Bwana Mungu. Hivi Bwana Yesu akusema katika Yohana sura ya 14 anasema tawi lisilo ndani yangu nalikata. Sawa kabisa. Kwa hiyo Yesu amepungua upendo. Hajapungua. Ila anajali pia ustawi wao. Anajali ustawi wa nani? Huyu ameshindwa, Mathayo 18, ameshindwa kunyenyekea, kukubali amekosa. Mnamwacha huko ndani, ni ndugu, mnakula naye. Hapana. Huyu hawezi kushirikiana na wengine kwenye baraza, anataka lake tu lipite, anamwachia amalize muda wake. Kweli? Hapana. Na wangapi mwili wa Kristo unadhurika kiasi gani? No. Akili ya Kristo sio unyonge. Akili ya Kristo ni kuhudumia kanisa katika umoja. Mungu atusaidie. Kuna mtu ana neno la mwisho kabla ya kwenda kuomba? Sema neno la mwisho kwa somo linalosema
umoja katika unyenyekevu. Tubariki kwa umoja katika unyenyekevu. Tupatie neno moja. Tuna nia moja tu. Sio nia yangu, sio nia yako, sio nia ya rafiki, lakini nia ya Kristo. Kristo nia yake. Amen. Kristo kielelezo chetu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Kristo ambaye ni kielelezo chetu, na umetupa tu neno moja, ni kukifuata kielelezo hicho. Sasa Baba, tunaombea yeyote aliyesikia, aliyeshiriki nasi somo hili, ukampe nia ya Kristo, na yeyote anayegoma na yuko ndani ya umoja huu ndani ya Kristo Yesu, akihatarisha umoja huu, basi hatua stahiki zichukuliwe kunusuru umoja huu. Baba, ni kwa ajili ya kanisa lako ambalo lilipenda hata ukashuka, au ukamtoa mwanao katika Kristo Yesu ukashuka, ili likasafishwe na hizi akili za kizamani. Ni katika jina la Yesu tulete tena katika masomo mengine kama haya, mapenzi yako yatimizwe. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji, tunafikia tamati somo la kesho. Wiki ijayo tunaenda kuangalia somo lingine la 5 linalosema kuangaza kama mianga usiku. Karibu sana. Mimi ni Anakuuliza Enos Makalindile. Tunakaribisha sana wiki ijayo. Amen. Somo la 5. Amen.